حولي وقوتي وتدبيري وعزمي، وألتجئ إلى حولك وقوتك وتدبيرك وعزمك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Watukufu wa Islam na vipenzi vya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na waumini wa Masjid Thaqafa, msikiti ambao umeasisiwa na Sheikh Suleiman ibn Imran Kilemile, Allah amrahamu na amweke mahala pema, ajalie kabri lake kuwa ni sehemu katika viwanja vya peponi, na ajalie kila jema ambalo aliwahi kulifanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala mjazie kheri. Kwa yule aliyewahi kusikia sauti yake akailifanyia kazi, basi kila jema atakalolifanya Allah subhanahu wa ta'ala muandikie mema yake, na kila sehemu alikowahi kuzungumza, kila kilichosikia sauti yake, basi Allah amlipe idadi ya kile kilichosikia sauti yake katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, kama alivyotangulia mkaribishaji kwa kunikaribisha kuhusu kuanza muhadhara, amesema kwamba tazungumzia kaifa nastakbilu shahru Ramadhan, vipi tutaenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila shaka kila mmoja kati yetu yuko chonjo na yuko macho na anafahamu vyema ya kuwa tuko ndani ya masiku ya mwezi wa Shaaban, na tumeshakata nusu ya mwanzo tumeimaliza, na tumeshamaliza tunaelekea kukata na kumalizia 10 la pili kuelekea kwenda katika 10 la mwisho katika mwezi wa Shaaban. Ni masiku ya kuhesabu ambayo ni machache mno kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakika ya mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kawaida, ni msimu pekee ambao umeandaliwa kwa waumini. Wahitajia waumini kupokea huu msimu ambao kwa wao ni msimu wa biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo na kama ambavyo kila msimu ufikapo kwa wafanyabiashara huwa wana namna zao za kuandaa misimu hiyo na namna ya kupokea ile misimu ambayo wanaelekea. Tutolee mfano, leo hii kunazo sikukuu ambazo zinakaribia na tunazielekea. Kwa wafanyabiashara huwa ni fursa na ni chansi kwa wao kufanya biashara katika hiyo misimu. Sasa kwa hiyo misimu huwa wana namna ya kuiandaa. Ikiwa ni mtu mfanyabiashara wa nguo, mfanyabiashara wa vyakula, mfanyabiashara wa kadha, atatafuta bidhaa ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuja kuziuza katika msimu huo wa biashara. Hawa ni wafanyabiashara ambao wanaitafuta dunia. Lakini almu'minun, waumini pia ni wafanyabiashara, lakini yutajiruna ma Allah azza wa jalla, wao biashara yao wanafanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi miongoni mwa misimu ya biashara ya waumini na Allah subhanahu wa ta'ala, msimu mkubwa na msimu pekee ambao ni kipawa mbele kwa waumini ni msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa ndio hivyo basi yatakikana tuwe na maandalizi na msimu huu wa kufanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaenda kuzungumzia huu msimu ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakika
Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuhusu mwezi wa Ramadhan, anatuambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani, na Qur'ani hiyo ni mwongozo kwa watu na ni upambanuo kwa waumini na wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha jaa Ramadan, inapokuja mwezi wa Ramadhani, futihat abwabul janna, hufunguliwa milango yote ya pepo, wa ghulqat abwabun nar, na hufungwa milango yote ya moto, wa sufidat shayatin, na pia vile vile huwekwa minyororo mashayatin. Kwa msimu pekee kama huu wa Ramadhani, bila shaka yahitajika sisi tuwe na maandalizi. Inna istiqbala Ramadan laysa bimujarrad alfarh wa bitaami washarab, hakika kupokea Ramadhani si kitendo cha kufurahika kula na kunywa, na wala pia vile vile si kujiandaa kwa ajili ya vyakula mbalimbali ambavyo vitatumika kama iftari, wala vyakula mbalimbali vitakavyotumika kama daku, wala vinywaji mbalimbali ambavyo vitatumika kama iftari, wala vile vitakavyotumika katika wakati wa daku. Si yale ambayo tutaenda kuyazungumzia, bali tunayo mambo msingi kabisa ambayo kwa muumini anapaswa ajiandae nayo. Wakati kana salafu salih, na walikuwa wema waliotangulia, yuadhimuna hadha ash-shahr al-azim, walikuwa wakitukuza na wakiupa heshima kubwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa yastaiduna lahu qabla dukhulihi, na walikuwa wakijiandaa na wakijitayarisha kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sisi kuwaiga wao na kuwafuata katika kujiandaa na Ramadhani, pia tapaswa tuwe kama wao katika maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anasema Mu'la ibn al-Fudayl rahimahullah, ni katika wema waliotangulia, anasema kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Salafu salih walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi 6 kabla ya kuingia Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na inapoingia Ramadhani na wanapokuwa wameifunga Ramadhani, thumma yad'una 6 ashhur an yataqabbala minhum, miezi 6 mingine wanaendelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie amali zao walizozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo funga Allah ipokee, ikiwemo qiyam Allah apokee visimamo vyao vya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tarawehe na visimamo vya tahajjudi na sunani mbalimbali ambazo wameziswali, ziwe za qablia, baadia, sala za fardhi. Allah subhanahu wa ta'ala apokee sadakati zao ambazo wamezitoa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kila chochote ambacho wamewahi kukifanya, iwe ni dhikri, dua, Allah subhanahu wa ta'ala apokee ndani ya miezi 6 wanaendelea baada ya Ramadhani kumalizika. Kumbuka kwamba mwezi wa Ramadhani kabla hujafika, miezi 6 wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hawafikishe, kwa sababu ni mwezi pekee ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni tunu, kuwa ni mwezi wa kuinua amali za watu wa umma wake. Tukijiangalia na kama ilivyoelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ummati ma baina 60 wa 70, umma wa Mtume Muhammad ambao ndio sisi ni umma ambao umri wake ni mdogo wa baina ya miaka 60 na 70. Kwa wale ambao wametunukiwa kuishi muda mrefu ni miaka 60 na 70. Ukipewa bonus basi utaendaenda, hauwezi ukavuka 100. Hiyo ni wachache katika wote dunia nzima. Tena inawekwa mpaka hadi kwenye kumbukumbu, watu wanakuja kukutembelea kwamba wewe umeshafika miaka 100, na inaonyeshwa katika vyombo vya habari, bwana fulani leo katimiza miaka 100. 100 ufahamu na ukumbuke nyuma kulikuwa na watu waliishi miaka 900, miaka 1000. Na sio tu waliishi wakiwa wanafanya mambo ya hovyo, bali waliishi wakiwa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa iweje wewe na miaka 60 unasherehekea leo eti umefikisha miaka 30, miaka 40, unakaa unakata keki? Si kituko hichi? Wewe unakata keki mwenzio ambaye aliishi miaka 280, mama yake mzazi alilia kwa kuwa amekufa ana miaka michache, anasikitika mwanangu kafa ana miaka 280, lakini wewe na miaka 30 unachekelea kwamba umeishi. Na ukiangaliwa katika matendo yako yote hauna jema lolote ulilowahi kulitanguliza ambalo umma huu unajivunia kwamba fulani bwana kafa lakini katuachia 1, 2, 3. Utakachokuwa umebakisha tu ni ngoma za mziki ndio ziko kwenye mitandao ya kijamii na picha za uchi ndio ziko kwenye mitandao ya kijamii, na zaidi watu wanaondoka wanasema alhamdulillah, fulani alikuwa anatufanyia mambo ya ovyo sana, fulani alikuwa anagombana na sisi sana, fulani alikuwa anatuibia sana, fulani alikuwa na kadha wa kadha katika makando kando, watu wanapumzika na wewe. Lakini pia sambamba na hivyo bado wanasherehekea na miaka mingapi? 30 na 40 na kadha wa kadha. Sasa mwezi mtukufu wa Ramadhani amepewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na umepewa umma wake ili huu umma uweze kuongezewa katika matendo yao. Unaongezewa kwa lipi? Kwa kupatikana usiku mmoja ambao huo usiku mmoja ukiudiriki wewe kwa kufanya matendo mema, unaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na mtu ambaye amefanya amali za miaka 83. Sasa wewe kwa miaka ulionayo si kitu cha kawaida kufikisha miaka 83. Ni kitu ambacho ni nadira sasa hivi. Watu wengi wanakufa wakiwa na miaka 60 na 70. Tena mzee wa miaka 70 amekwisha, yuko hoi bin taabani, kila sehemu inamuugua, yeye mwenyewe anatamani aondoke duniani kwa maradhi ambayo yamemzonga. Kwa vile anavyoteseka na aina ya maradhi aliyonayo, anatamani Allah ampumzishe. Lau angelijua ana uhakika kwamba matendo yake yamekubalika, angelitamani amwambie Allah, yeye niondoshe tu hapa duniani. Sasa ukiipata usiku mmoja ndani ya mwezi wa Ramadhani unaoitwa Lailatul Qadr, wewe unakadiriwa matendo yako ni sawa na mtu aliyoishi miaka 83. Huu ndio mwezi ambao wema waliotangulia miezi 6 kabla walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe. Waje wafanye nini? Wapumzike, walale mchana kutwa, wawe wanakesha kwenye mitandao ya kijamii wakichati, au wanazurura kwenye mitandao ya kijamii wanaangalia vitu ambavyo vimewekwa kwenye mitandao ya kijamii, au wafuatilie mechi za mipira ambayo inaenezwa katika mitandao na inayochezwa duniani. La hasha wakalla, bali wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwafikisha msimu wa kheri wa kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amali mbalimbali, kwani hata hizo amali zenyewe watakazozifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani hazilipi sawa na miezi mingine, bali atakapofanya mmoja amali ikawa ni njema, ikawa na ikhlasi, ikawa na usahihi, analipwa mara 700 na zaidi pasipokuwa na kikomo cha malipo kama ilivyokuwa ameficha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo yapaswa sisi kujiandaa na kuupokea huu mwezi wa kipekee, mwezi ambao si sawa na miezi mingine. Jambo la kwanza ambalo tapaswa sisi kujiandaa na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupaswa tuupokee kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bitaubati wal istighfar au bitaubati sadiqa. Jambo la kwanza ambalo sisi tupaswa kujiandaa na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kutubia tauba iliyokuwa ya kweli. Tauba iliyokuwa ya kweli ni ipi? Ni ile tauba ambayo mtu anamtangazia Allah subhanahu wa ta'ala, anamueleza Allah subhanahu wa ta'ala fi khalwatihi, katika sehemu yake ya faragha, akiwa peke yake, akamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Mola wangu, hakika ya mimi nimefanya madhambi kadha wa kadha wa kadha. Hapo yuko peke yake na Allah subhanahu wa ta'ala, anamueleza huku, anambembeleza
Allah subhanahu wa ta'ala, na huku amedhamiria kweli kwamba kwa hichi nilichokifanya sasa imefika muda wa mwisho mimi kuachana na hii dhambi, narudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anipokee na anifutie dhambi zangu zote katika yale ambayo nimewahi kuyafanya, katika madhambi makubwa na katika madhambi yaliyokuwa madogo, yale yaliyokuwa ya siri na yale yaliyokuwa ya dhahiri, yale ambayo ameyafanya kwa kukusudia na yale aliyoyafanya kwa bahati mbaya, pia yote anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye mwenyewe anakiri na huku anajutia na huku anajivua kikweli kweli na hayo madhambi. Hii ndiyo tauba iliyokuwa ya kweli. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia watubu ila Allahi jamia, natubieni kwa Allah wote, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, enyi mliokuwa ni waumini, kwa kutubia tauba ya kweli mtakuwa ni wenye kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tauba utakapokuwa umetubia kwa kiasi hichi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe bila shaka Allah atakuwa ni mwenye kubadilisha maovu yako kuwa ni mema. Yubadilullahu sayyiatihim hasanat, bishara njema hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule aliyetubia tauba iliyokuwa njema. Allah anageuza yale yaliyokuwa madhambi tena yanakuwa ni mema. Ni nani leo hii katika wanadamu unamkosea, umemdhulumu, umemfanyia jambo baya, lakini idadi ya yale mabaya anakulipa wema? Hakuna. Walillahi almathalul a'la. Ndugu yangu Muislamu, Allah ni mwingi wa kusamehe, na anatuambia la taqnatu min rahmatillah, kamwe msikate tamaa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah ana sifa ya kusamehe dhambi zote bila istithna, pasipo kuangalia hii ni dhambi kubwa ya kumchukiza Allah kiasi gani au ni nyingi kiasi gani. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza katika hadithul qudusi, yeyote atakapofanya madhambi hata kama yakawa usawa wa mlima, kisha akanijia kwa maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe, anakujia na msamaha unaolingana na hayo madhambi ambayo umemfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Cha kujiandaa sisi na kuipokea Ramadhani ni sisi kuanza kujivua na kujiweka mbali na maasi na madhambi ambayo tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fihi al-hathu ala tauba wal-istikthari minha wa bayani fadliha. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha na anatuhimiza kuhusu kutubia na pia kukithirisha kuleta tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tauba kuwa ina fadhila kubwa na inayo daraja iliyokuwa kubwa. Fatubu ila Allahi minas salawati almudayyaa, tutakiwa tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunako na swala ambazo tulikuwa tukizipoteza. Wengi wetu hatuswali swala 5 kwa wakati, wengi wetu tunaswali swala zingine tunaziacha, wengi wetu tunaswali zingine tunazirundika, tunazilimbikiza, tunakuja kuswali tarawehe baada ya kuwa tumeacha adhuhuri kwa sababu tulikuwa kazini, tunaacha alasiri eti kwa kisingizio tulikuwa kazini. Hii ni dhambi na hii ni makosa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali kila swala inapaswa iswaliwe kwa wakati wake. Hii tauba tunatakiwa tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haijaingia Ramadhani, kuachana na kuzilimbikiza swala, kuachana na kuzitoa swala kwenye wakati wake tukaziswali nje ya wakati wake, bali tunatakiwa turudi kuziswali kila swala kwa wakati wake, tena jamaa msikitini. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika ya swala kwa waumini kuswaliwa kwa wakati uliokuwa umepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sio hivyo tu, swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mtu mmoja. Salatu jamaa afdalu min salati al-fardhi bi 27 daraja wa fi riwaya bi 25 daraja. Swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mtu mmoja kwa daraja 27 au riwaya nyingine kwa daraja 25. Tunatakiwa tutubie kwa dhambi hii, na sio tu dhambi ya kuacha swala, bali minal ghibati wan namima, dhambi ya kuwa ni wasengenyaji na dhambi ya kuwa sisi ni wafitinishaji. Zama za leo imekuwa ni tabia ya kawaida mno
tena ni tabia ambayo haina tatizo kwa Waislamu, kwa wake kwa waume, kwa wakubwa kwa wadogo, tena hata kwa watu ambao wanatarajiwa ahlul fadli, ndio watu ambao ni waheri, ndio hasa ambao wameongoza katika usengenyaji, katika ufitinishaji, katika kuhamisha maneno, kutoa huku na kupeleka kule. Hii ni dhambi kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, enyi waumini msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma fihi maita, anapendelea mmoja wenu, anafurahika mmoja wenu, anajisikia vizuri mmoja wenu kukaa mezani na kula nyama ya ndugu yake aliyozaliwa naye tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja, akachukua baadhi ya viungo vyake na akavipika au akavichoma, akaanza kula mishikaki yake au akaanza kula rosti ya maiti yake. Hichi ni kitu ambacho kinakuwa ni chepesi kweli kwa watu wenye akili na watu wenye hofu na Allah? Ni kitu ambacho ni kigumu mno. Allah katutolea mfano, lau kautafakari katika uhalisia wake, hautosubutu kumsema ndugu yako pembeni, wala hautokaa ukaanza kumhamishia ndugu yako maneno, bali utaona hichi ni kitu kikubwa, ni dhambi iliyozidi kuua, ni dhambi iliyozidi kuliko kumchoma mtu kisu, ni dhambi kuliko ile ya kumnywesha mtu sumu, kwa sababu ni dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuna dhambi aliyoipigia mfano huu katika Qur'ani isipokuwa ni dhambi ya kusengenya na kuhamishiana maneno. Hii ni kuonyesha ni aswa dhambi, ni amtana dhambi, ni dhambi ambayo inanuka na inatoa harufu. Sasa iweje wewe utie kinywani kitu ambacho kinanuka na kinatoa harufu? Ilikuwa usikitike, uhuzunike, ndugu yako kafa, lakini wachukua wewe leo hii wafurahika, tena kwenye kadamnasi ya watu ndio unaweka nyama yake mishkaki, unatenga kwa jamaa zako na unafurahika, unakula nao pamoja. Huyu ndio mtu yule ambaye anawasengenya ndugu zake. Huyu ndio yule mtu ambaye anahamisha maneno, kupeleka huku kuwapeleka kule, kwa ajili ya kuwagombanisha na kuwafitinisha watu. Hii ni dhambi. Tunapaswa kabla ya Ramadhani, kwa sababu funga si kufunga kula na kunywa, bali hata kufunga katika kuwazungumza watu na kuhamisha maneno yaliyokuwa mabaya. Wa minan nadhari alharam, tunatakiwa tutubie kabla haijaingia Ramadhani kutizama yaliyokuwa ya haramu, kwani imekuwa pia ni kitu cha kawaida sana. Wanawake wako tayari kujifunua na kujiweka wazi ili wajitangaze, watizamwe, na vijana pia wako tayari na watu wazima wako tayari kukaa kukodolea macho mtu aliyojifunua na aliyeuchi, kumfuatilia kwa macho aendako mpaka anapomalizika katika mtaa wa 3 na 4. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad katika Qur'an, wa qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Muhammad, waambie waumini wa Kiislamu wainamishe macho yao na wahifadhi tupu zao. Na Allah kaendelea kumwambia Mtume Muhammad katika Qur'an, wa qul lilmu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun, na waambie waumini wa kike wainamishe macho yao na wahifadhi tupu zao. Hii aya imezungumza vitu viwili. Kwa waumini wa kiume, Allah kawaamrisha wawe ni wenye kuhifadhi macho yao, wasifuatilie mambo ya haramu, wasiwatizame wanawake ambao hawajajistiri wala kuwafuatilia. Pia vile vile hata wao wahifadhi tupu zao, wasiendekeze zinaa na wala wasiwe ni wazinifu. Kwa wanawake pia Allah subhanahu wa ta'ala kawaamrisha hicho. Allah amewaambia wanawake wa Kiislamu wainamishe macho yao na wajihifadhi katika vazi tukufu, vazi la heshima na vazi lenye kuwapamba na kuonesha sura ya wanawake walioheshimika na walio na daraja iliyokuwa ya juu. Hii ni dhambi watu kutizamana na kutizama mambo yasiyofaa, na leo hii imekuwa ni jambo la kawaida sana mtu kufuatilia katika simu zake au katika simu yake mitandao ya kijamii kwenye mambo ambayo ni ya haramu. Sio kuwa eti ana muhadhara wa shekhe huko kwenye simu anausikiliza na kutizama, sio kuwa eti kuna Qur'ani imesajiliwa anaisikiliza na kuifuatilia, sio kuwa eti kuna darsa anasoma na anajielimisha. Huyo mtu anahangaika kununua bando, lakini kwa bando hilo alilotoa jasho la kutafuta pesa yake
anakwenda kuliteketeza kwenye kuangalia vitu vya haramu na vilivyokuwa vichafu katika simu yake. Hivi ni vitu vya haramu, yapaswa kwa kijana wa Kiislamu, yapaswa kwa Muislamu kuviepuka na kujiweka mbali na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama katahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mtu mwenye kufuatilia uchafu wa namna hii. Anatakiwa kabla ya Ramadhani ajikoshe na ajitakase na ajisafishe na ajiogeshe macho yake na kufuatilia hivi vitu viovu na vichafu. Wa min dhulumi al-ibad, tauba si tu kwenye hivi, bali pia vile vile kama kunaye mtu uliwahi kumdhulumu, umekula haki yake na umemdhulumu kwa maneno, umemdhulumu kwa matendo, watakana ukamuombe radhi na akusamehe na umuombe radhi Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhulma ambayo umeifanya. Haya ni maandalizi ambayo tapaswa kabla ya kuingia Ramadhani tuwe tayari tumeshajiandaa. Jambo la pili ambalo tupaswa kujiandaa katika kuipokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, nastakbilu Ramadhana bil ikhlas wa husnul niyya, ni sisi kujiandaa na Ramadhani kwa ikhlasi na nia iliyokuwa safi na njema katika kuyafanya matendo yanayokuja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ya amali ili iwe njema na iwe ni yenye kupokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na iwe ni amali ambayo ni yenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima iwe ni amali ambayo imefanywa na yule mfanyaji kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada, na yeyote ambaye anafahamu na ana matarajio ya kukutana na Mola wake akiwa Allah yuko radhi naye, basi na afanye matendo mema, tena matendo hayo ayafanye kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala kamwe asije akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote katika hiyo amali atakayoifanya akamfanyia asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ima kwa nia ya kutaka kujionyesha kwa watu kwamba yeye ni mchaji Mungu, kwamba yeye ni mcha Mungu, kwamba yeye ni mswalihina, yeye ni mfungaji, yeye ni mtoaji sadaka, yeye ndiye ambaye anaupushi Uislamu, afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo nia njema ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kila amali inayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi uinuilie kwamba mimi naenda kufanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Tena ni mwezi pekee ambao nitazidisha kufanya amali zaidi kuliko hata miezi mingine iliyowahi kupita. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia innamal a'malu binniyat, kika amali hulipa kutokamana na nia. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, yule ambaye hijra yake amehama kutoka Maka kwenda Madina kwa nia ya kumtaka radhi Allah subhanahu wa ta'ala na kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yatazawajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, ama yule aliyehama kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili tu ya kuitafuta dunia au kwa ajili ya mwanamke ambaye anamfuatilia, huyu ataandikiwa kile kile alichokinuilia. Kuna sababu urudi ya hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijra ya kwanza aliyohama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina ilitokea katika lile kunde ambalo lilihama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao walihama na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, wapo ambao walihama kwa ajili ya nia safi ya kutaka kutia agizo la Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawa wataandikiwa kwa ajili ya Allah na mtume wake. Lakini mji wa Madina ni mji wa kibiashara, ni mji ambao ulikuwa na chansi nyingi za kujiendeleza kimaisha ya dunia. Wapo ambao waliona hii ndio fursa sasa sisi kuondokana na maisha ya Maka, maisha ya ukame, sasa tunaenda kufanya biashara mbalimbali katika mji wa Madina. Hawa nao waliondoka kutoka Maka kwenda Madina, lakini nia yao ilikuwa ni kuitafuta dunia. Lakini sambamba na hivyo, wapo ambao walikuwa tayari walishaposa
baadhi ya wanawake ambao pia walihama katika msimu huo wa kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona sasa wale waliokuwa wanatarajia kuwaoa hawatokuwepo katika mji wa Maka. Kinachotakikana hapa ni na wao pia kufungasha na kuhama pamoja nao, ili wakakutane huko mbele kwa mbele na ndoa wakafunge huko katika mji wa Madina. Na ndipo akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno haya makali: yule aliyohama kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya Allah, basi ataandikiwa kuwa amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake. Ama yule aliyehama kwa ajili ya kutafuta fursa za dunia na kwamba anaenda kutafuta chansi ya maisha, naye ataandikiwa hicho hicho alichokinuilia. Na yule aliyehama kwa ajili ya kwenda kumwoa yule mwanamke aliyokuwa na miadi naye ya kuona naye, basi naye ataenda kuandikiwa hicho hicho ambacho amekinuilia. Kwa hiyo Ramadhani inakuja, kama wewe unaona ni fursa ya wewe kufanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, utaandikiwa Ramadhani kwamba hii ni fursa ya wewe kuwa ni mja uliyofanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe unaona ni Ramadhani ndio hasa msimu unakuja wa kuuza futari msikitini, wa kuuza futari sokoni, kuuza mihogo na magimbi na kuuza kadha wa kadha katika bidhaa ambazo zinatoka zaidi katika mwezi wa Ramadhani, utaandikiwa kuwa Ramadhani imekuja na wewe ulikuwa ni mfanya biashara na biashara yako ilikuwa ni mihogo na wale wanunuaji na wala si wafungaji na wale waliofanya ibada na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunatakiwa tuelekeze nia zetu, kila tunachokifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani amali yoyote utakapokuwa umeifanya lillah, utaandikiwa kuwa ni ibada. Alisema al-Imamu Ahmad, imamu ahli sunnati wal jamaa rahimahullahu ta'ala, kumwambia mwanaye Abdullah: ya Abdallah, inwil khaira fa innaka bidhalika tuktabu laka khaira. Mwanangu Abdullah, siku zote kwa amali yoyote unaoifanya nuia kheri. Kwa hiyo amali uliyoinuilia wewe unaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala umefanya kheri. Watukufu wa Islamu, jambo la tatu katika mambo ambayo tunatakiwa tupokee mwezi mtukufu wa Ramadhan, istiqbalu Ramadhan biiqbal ala alquran, ni kuelekea kupokea mwezi wa Ramadhani kwa sisi kujielekeza na kuisoma Qur'an. Hakika ya Qur'ani ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaongea na ni sifa yake, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala imeanzia na kwake yeye inarejea. Qur'ani ni kitabu kitakatifu, amepewa Jibril alayhi salam, akawa ni afdalul malaika. Jibril ndiye aliyeteremsha Qur'ani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jibril akawa ni afdalul malaika. Qur'ani imeshushwa kwa Mtume Muhammad, akawa ni afdalul anbiya wal mursalin. Qur'ani imeshushwa Makka na Madina, ikawa ni miji mitakatifu kuliko miji yote duniani. Qur'ani imeteremshwa kwa umma wa Mtume Muhammad, ikawa ni khaira ummatin ukhrijat linnas. Qur'ani imeshushwa ndani ya mwezi mtukufu, ikawa ni mwezi katika miezi bora, lakini imeshushwa katika usiku ambao usiku huo umekuwa ni bora kuliko usiku wowote ule kwa miezi 1000. Kwa yoyote atakayekuwa ameielekea Qur'an, basi atakuwa ni bora kuliko watu wengine, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yarfa bihadha al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala anawainua kupitia hichi kitabu watu waliokipa heshima na watu waliokithamini na watu wanaokisoma na kukifanyia kazi, lakini hivyo hivyo pia vile vile anawadunisha na kuwaweka chini wale waliokitelekeza na wale ambao wamekipa mgongo kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamah a'ma qala lima hashartani a'ma waqad kuntu basira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yeyote anayekipa mgongo kitabu chake na maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala,
siku ya Kiyama atafufuliwa akiwa ni kipofu, na atalalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini walifufua nikiwa mimi ni kipofu na nilikuwa duniani nikiwa ninaona? Allah atamwambia kwa kumsimanga, wewe tumekupa kitabu chetu na umekiweka mgongoni mwako, wala hukukijali wala hukukisoma wala hukukifanyia kazi, na hivyo ndivyo na sisi tunakusahau. Ndugu yangu Muislamu, kitabu hichi cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tunaenda katika msimu wa kufanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna amali ambayo ina malipo ya haraka kwa wingi na kwa wepesi kama kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka, ukisoma herufi moja ya Qur'an, wewe waandikiwa jema moja, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja walipo 10 mfano wake. Hii ni nje ya Ramadhani, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani jema moja wewe walipwa zaidi, mara 7 na zaidi. Sasa piga mfano na piga hesabu, ukiisoma Qur'ani herufi 3 unalipwa mara ngapi? Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa kuwa ni mwalimu na ni bingwa wa fasaha, amepewa jawami'il kalimi, maneno mafupi yaliyokuwa na ufasaha yenye maana pana, akataka kutufafanulia na kutuweka wazi, akatuambia la aqulu alif lam mim harf, sisemi hili neno alif lam mim kwamba hii ni herufi moja, kwa sababu anajua hili neno linasomeka kama vile ni neno moja. Akasema kwa kufafanua, alif harf, lam harf, mim harf. Hizi ni herufi 3 tofauti. Alif ni herufi, lam ni herufi, mim ni herufi. Kwa maana kwa herufi 3 tu, ikiwa ni nje ya Ramadhani wewe walipwa 30, ama ikiwa ndani ya Ramadhani haulipwi tena 30, unalipwa mara zaidi na 700 na zaidi. Sasa tunaenda katika msimu wa kufanya biashara, wa kufanya kheri na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kheri gani ambayo wewe itakupatia thawabu nyingi kwa haraka na kwa wepesi? Ni wewe kuisoma Qur'an kwa wingi. Unaweza kaniambia mimi sijui Qur'an. Hata suratul Fatiha ni Qur'an, tena ni sura ambayo imeitwa Ummul Qur'an, afdalu sura fil Qur'an, ni sura bora katika Qur'an, na ndiyo Fatihatul Kitab iliyofunguliwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo sura pekee ambayo ukiisoma katika swala ndiyo ambayo ni nguzo, suratul Fatiha, ambayo ukiiacha umeacha sehemu ya nguzo ya swala na swala yako haipo, suratul Fatiha. Kwa wewe unaweza ukashinda ukawa unaisoma suratul Fatiha kama kweli hauijui Qur'an. Soma alhamdu vyovyote utakavyokuwa una uwezo wa kuisoma. Kwa kila herufi utakayoisoma katika suratul Fatiha wewe unalipa maelfu ya thawabu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa tuipokee Ramadhani kwa kusoma zaidi Qur'an na sio kukaa kuwasema watu. Alisema mwanawachuoni, kama sijakosea, ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, anasema dhikrullah yukthiru al-hasanat wa dhikru an-nas yaakulu al-hasanat. Kumtaja Allah ambako dhikrullah a'zamu dhikrullah qira'atul Qur'an, dhikrullah ambayo ndiyo kubwa zaidi ni kuisoma Qur'an, inakujazia wewe mema. Kadiri utakavyomtaja Allah subhanahu wa ta'ala unajaziwa katika akaunti yako mema mengi, lakini kuwasema watu inakula mema yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ghibatu ta'kulu al-hasanat kama ta'kulu naru al-hataba, usengenyaji unakula mema ya mtu kama ilivyokuwa kuni zina moto unavyokuwa unakula ni kuni. Ama mema au kumtaja Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatan fi ala mizan habibatan ila arrahman, maneno mawili tu lakini ni mepesi katika kuyatamka kwenye ulimi wako, pamoja na ni mepesi katika kuyatamka kwenye ulimi wako, lakini kwenye uzani yakiwekwa, kama ni siku ya Kiyama, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radhiya, yule ambaye uzani wa mema yake utakuwa ni mzito, atakuwa katika maisha yaliyoridhiwa. Sasa
kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Haya maneno ni madogo na ni mepesi katika kutamka katika ulimi, lakini ni mazito mno ndani ya uzani wa mema yako siku ya Kiyama. Sasa afdalu dhikr, dhikri iliyokuwa bora katika zote ni kuisoma Qur'an. Kama unataka wewe uende kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa mema yako yana uzito mkubwa usiokuwa wenye kulingana na chochote, basi kithirisha kuisoma Qur'an. Pia vile vile ndio jambo pekee ambalo tunapaswa sisi kujiandaa nalo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jiandae leo hii kwa kuisoma Qur'an kidogo kidogo, ili itakapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani uwe mwepesi kuisoma mno Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasomeshwa na Jibril kila inavyoingia mwezi wa Ramadhani, kila mwaka mara moja, lakini mwaka wake wa kuchukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kufariki dunia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiwa na Jibril mara 2 na akasomeshwa Qur'an na Jibril alayhi salam. Sasa sisi tutakiwa tukithirishe zaidi kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutakiwa kujiandaa kuisoma Qur'ani zaidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutakiwa kujiandaa kuisikiliza zaidi Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadun nas, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtu mwema, ni mtu mtoaji, lakini wa kana ajwadu ma yakun, lakini wema wake ulikuwa nazidi zaidi, utoaji wake ulikuwa unaongezeka zaidi fi Ramadhan, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, pale anapokutana na Jibrili akisomeshwa Qur'an na Jibril, wema unaongezeka zaidi na isimbati iliyokuwa nyepesi, ili wewe uwe una moyo wa utoaji na moyo mzuri. Isome zaidi Qur'an, soma zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, al-Imam Ibn Kathir anasema innama khassa Allah Ramadhana, hakika Allah ameichagua Ramadhani biinzali al-Qur'an, kwa kuiteremshia Qur'an, fihi tashrifan lahu wa ta'dhiman li fadlihi, hali ya kutukuza mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuipa fadhila mwezi wa Ramadhani. Fadhila iliyo kubwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ni sisi kuielekea Qur'an, si kushinda kwa kulala. Wengine wanaona mwezi wa Ramadhani ni kuanza kulala kwa kwenda mbele, mchana nalala, usiku analala kwa kuwa tu hajala. Hujaambiwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kulalala, bali mwezi wa Ramadhani ni wewe kushinda ulimi wako umeloa kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuisoma zaidi Qur'an. Al-Imam Shafi'i rahimahullah alikuwa anahitimisha Qur'an mara 60 kwa mwezi wa Ramadhani. Fa ya ibadallah, ij'al laka wirdan yawmiya, mja wa Allah, jitengee kiasi fulani cha kusoma Qur'ani kila siku ndani ya mwezi wa Qur'an, mwezi wa Ramadhani. Wala takun mimman yamurru alayhi Ramadhan wa huwa yu'id wa huwa ba'idun 'anil mashaf, wala usiwe katika wale ambao Ramadhani inapita hayuko na msahafu karibu, bali yuko mbali na msahafu. Wewe wapaswa, wewe sasa hivi ushautenga msahafu ambao kama una tatizo na macho, unajua kwamba mimi ikifika Ramadhani natakiwa nipate msahafu mwenye herufi kubwa kubwa ili niweze kuisoma Qur'ani kwa wepesi. Kama wewe unatumia msahafu ile wa chapa za Hindi, pia unatakana utafute huo msahafu. Kama wewe unatafuta msahafu, unatumia msahafu wa chapa ya Madina, unatakana huo umeshauandaa, kwa sababu inapofika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani tayari uko tayari na kusoma huo msahafu wako. Sio kwamba unaandaa sasa karata za kuja kucheza mwezi wa Ramadhani, unaandaa CD za kuja kuangalia movie mwezi wa Ramadhani, unaandaa lile dishi kwa ajili ya kupata channel ambazo zitarusha mipira live mwezi wa Ramadhani. Huku ni kujifilisi na kuwa ni katika wale walionyimwa kheri za mwezi wa Ramadhani. Kama wewe umejiandaa mwezi wa Ramadhani na kumtaja Allah na kuisoma Qur'an, wewe ni katika kundi lile ambalo litakuwa ni lenye kufaulu. Lakini kama umejiandaa
kuja kulala na kuandaa vipindi vya kufuatilia mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya filamu na michezo mbalimbali na karata sijui na nini, wewe ni katika lile ambalo limepotea na ni kundi ambalo limeangamia katika mwezi wa Ramadhani. Jambo la 4 katika mambo ambayo tunatakiwa tujiandae nayo kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, bil muhafadhati ala salah wal qiyam. Chonde Waislamu kuhifadhi swala 5, kusimamisha swala 5, kuswali swala 5 kwa wakati, kuswali swala 5 jamaa msikitini. Wengi wetu tunaswali na wengi wetu tunaswali swala 5, lakini hatuziswali jamaa msikitini. Tunaona mimi sina swali swala 5, kwani lazima niende msikitini? Hii ni jambo ambalo tunalichukulia easy. Tukirudi enzi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa mifano wanaotutolea wanawachuoni, yule sahaba aliyekuwa kipofu, hana mwenye kumuongoza kuja msikitini kuja kuswali jamaa, anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni rajulun a'ma, ewe Mtume wa Allah, mimi ni mtu ambaye ni kipofu, walaysa li ahadun yaquduni ila almasjid, na wala sina yeyote anayeniongoza kunileta msikitini. Je, naweza kuacha kuja kuswali msikitini? Mtume kama vile akahisi anaweza akamruhusu. Falamma adbara, alivyoondoka tu, na daahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume pale akamuita, akamuuliza, atasma'u nida, wewe waisikia adhana ikiadhiniwa? Akasema naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, faajib, basi itikia adhana na uje uswali jamaa msikitini. Istidlali ya wanawachuoni kwa huyu bwana na kitendo hichi cha kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama ampe ruhusa ya kuswalia nyumbani kwake kwa udhuru, kila mmoja anaweza akasema kwamba ilikuwa anafaa huyu mtu aswalie nyumbani kwake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umuhimu wa kipekee wa kuswali jamaa mwanaume msikitini, huyu jamaa hakumruhusu, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha swala ya jamaa kipindi kigumu ambacho ni cha vita. Akamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali jamaa vitani, na wanawachuoni wanasema kama ingelikuwa swala ya jamaa ni kitu chepesi, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingelimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na maswahaba zake vitani, basi kila mmoja aswali kivyake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume Muhammad, faqamta lahum as-salah, bali unatakikana usimamishe jamaa na wao. Sasa Waislamu wengi hatuswali jamaa msikitini, iwe ni Ramadhani iwe nje ya Ramadhani, kila mtu anaswali kivyake. Tunaswali zile swala ambayo itasadifu ukiwa na mambo yako ukiwa karibu na msikitini, lakini kunuilia kwamba mimi ni mtu wa kuswali jamaa msikitini, hatunaga hiyo. Sasa tunatakiwa tujiandae kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuandaa mioyo yetu kwamba sisi kuwa ni ahadu salati aljamaa fil masjid, kuwa ni watu wenye kuswali jamaa misikitini. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, swala kwa waumini inaswaliwa kwa wakati maalum. Salatul jamaa afdalu min salati alfardhi bi 27 daraja, swala ya jamaa inazidi daraja na swala ya mtu mmoja kwa daraja 27. Wewe ukiswali peke yako na yule atakayeswali na watu wawili au watatu, swala yake huyu aliyoswali na watu wawili na watu watatu inakuzidi wewe uliyoswali peke yako daraja 27. Bali kuna hadithi ambayo mukhtalafuna ala sihhatihi, bali kuna hadithi ambayo wanawachuoni wamekhtalifiana usahihi wake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la salatu li jari almasjid illa fil masjid, hakuna swala ya mtu aliyejirani na msikitini isipokuwa ni msikitini. Wanawachuoni wametoa maana ya kuwa hakuna swala iliyotimia kwa mtu anayeishi karibu na msikitini isipokuwa wapi? Msikitini. Bali wengine wanasema sio, hii ni nafi, hakuna swala kabisa ya kisheria inayokupokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu aliyoko jirani na msikitini isipokuwa aswalie msikitini. Kwa nini wewe unaswalia nyumbani? Katika mambo ambayo tunapaswa sisi kujiandaa na Ramadhani, tuiandae mioyo yetu kuwa ni watu wa jamaa, kuswali msikitini. Ni wale ambao wanaswali. Sasa wewe ambao swala zako ni tia maji, unaziswali unadokoa, hii unaacha, hii ile unaacha, watakiwa uweke azma ya kweli kwamba Ramadhani inakuja, mimi natakiwa niziswali sala 5 zote msikitini.
ili inapomalizika swala wewe unakuwa ni min ahli 5 salawati, ni watu ambao wanaswali swala 5 na ni watu ambao wanadumu katika swala 5 na wala hawaziachi. Katika mambo ambayo tutapaswa sisi kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kupokea kwa kuandaa mioyo yetu na nafsi zetu katika mwezi huu wa Ramadhani, bihifdhi lisani wal jawarih, ni kuandaa kupokea mwezi wa Ramadhani kwa kuhifadhi ndimi zetu na viungo vyetu. Hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, mimi na mdhamini yule ambaye atahifadhi kile kilichopo baina ya mataya yake na yule atakayehifadhi kile ambacho kiko baina ya mapaja yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza udhamini wa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyo mtu. Sio kitu cha kawaida na wala sio kitu chepesi na wala sio kitu rahisi, bali ni kitu rahisi pia na ni kitu chepesi. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, siku moja alipita katika kaburi miongoni mwa makaburi ya maswahaba ya moja ya jamaa ambao walikuwa wamezikwa, na mbele ya hayo makaburi Mtume akasema kwa kinywa kipana, innahuma la yu'adhabani, hakika hawa waliozikwa humu wanaadhibiwa. Mtume akasema, wama yu'adhabani bikabiri, na kamwe hawaadhibiwi kwa kitu kikubwa. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme hawaadhibiwi kwa kitu kikubwa? Lakini hapo hapo wametuambia wanawachuoni, kila kitu ambacho kitakuwa kina adhabu ima hapa duniani au kaburini au akhera, kitu hicho ni dhambi kubwa. Mbona Mtume aseme hapa wama yu'adhabani bikabiri, hawaadhibiwi hawa kwa kitu kikubwa? Huu kubwa gani ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anaukanusha? Sikiliza wanawachuoni wanaoleta istimbati kunako na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema usengenyaji na ufitinishaji ni kitu chepesi cha mtu kuacha. Pia vile vile ni kitu chepesi mtu akiamua kuwa ni msengenyaji, haina gharama. Ukiamua tu kuanza kumdokoa mtu na kuanza kumchafua na kuanza kumla nyama yake, ni kitu chepesi, hakina gharama wala hakikutoi jasho, lakini hicho kitu kitakusababishia wewe upate kisago katika kaburi lako. Na ndio maana wanawachuoni wakasema maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema wama yu'adhabani bikabiri, hawaadhibiwi kwa kitu kikubwa, hamaanishi kwamba hizi sio dhambi kubwa. Mtume anamaanisha hizi ni dhambi kubwa, lakini ni vitu vyepesi ambazo vinampatia mtu dhambi kubwa za kumwadhibu wapi? Kwenye kaburi lake. Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu wa kwanza, amma ahaduhuma, amma mmoja wao, kana yamshi binamima, huyu tabia yake alikuwa anazunguka mtaani kuzungumza umbea. Wa amma al-akhar kana la yastatir min al-bawli, huyu alikuwa hajisafishi wala hajitakatishi wala hajiepushi na haja ndogo. Hivi tukijiuliza hapa, hivi kuna yeyote hawezi kustanji? Hakuna ambaye atashindwa kustanji, hakuna ambaye hastanji, lakini kuna wapo wanaona ni jambo la kawaida tu akaenda haja ndogo wala asijisafishe, au haja ndogo cheche zimemrukia wala asijisafishe. Hili ndilo ambalo litapelekea wapate adhabu ya kaburi. So katika mambo ambayo tunapaswa sisi tujiandae kupokea mwezi wa Ramadhani ni kuziandaa ndimi zetu zisiwe ni ndimi zenye kuwasema watu, zisiwe na ndimi zenye kutukana, zisiwe ni ndimi zenye kukashfu, zisiwe ni ndimi ambazo ni zenye kuwatuhumu watu na kuwazulia watu uongo na kutoa ushahidi wa uongo. Tena tulivyokuwa watu waliopindukia katika kufanya madhambi, mtu anamsengenya mtu anamzulia mwenzie uongo na huku anausindikiza na kiapo cha kumwapa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anatuambia katika Qur'ani, wala msijalie neno la Allah kuwa ni kama kitu cha kutangazia biashara yenu. Msijalie neno la Allah ndio kitu cha kutangazia mambo yenu ya hovyo. Katika mambo ambayo tupaswa kuandaa mwezi wa Ramadhani na kuupokea, bidua wa dhikri, ni sisi
kuandaa mwezi wa Ramadhani kwa dua na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Nikielekea katika kutamatisha mhadhara wangu, dua wanaochuoni wamegawanya sehemu tatu, na nitakuja kukutajia, na kama nitasahau mniambie, umuhimu wa dua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dua ya kwanza ni sisi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani kwa kusema Allahumma ballighna Ramadhan. Kama tulivyoona kwamba wema waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah miezi 6 kabla ya kuingia Ramadhani awafikishe katika mwezi wa Ramadhani. Nitatoa nafasi ili iweze kutolewa adhana. Dua ya pili, an yuwaffiqana Allah lil'amali salih fi Ramadhan. Kama tutajaliwa Allah akatupa uhai mpaka tukafika Ramadhani, Allah atuwafikishe ndani ya Ramadhani tuwe ni wenye kufanya matendo mema ndani ya Ramadhani na wala si kupoteza muda katika mwezi wa Ramadhani. Lakini dua ya tatu, an yatakabbala Allah salihal a'mal, ni sisi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah atutakabalie yale matendo madogo na machache ndani ya Ramadhani tutakaoafikishwa kuyafanya. Hizi dua tatu lazima tujiandae nazo, kukithirisha kumwomba Allah atufikishe, kwa sababu yawezekana leo mimi naongea hapa na hamu niingie mwezi wa Ramadhani, lakini Allah asiniwafikishe, au wewe au mwingine yeyote yule. Tumuombe Allah atufikishe, lakini tutaweza kufika mwezi wa Ramadhani kama ambavyo Ramadhani nyingi ziliwahi kupita katika umri wetu, lakini wapo katika sisi ambao hatukuwafikishwa kufanya yale matendo yanayopaswa kufanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini tumuombe Allah atuwafikishe kuyafanya yale matendo ambayo tunapaswa kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kubwa zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia, kutupokelea yale madogo na machache tutakayofanya ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Nikimalizia ili yaadhiniwe, dua mwezi wa Ramadhani ina nafasi ya kipekee. Wanawachuoni wanasema Allah subhanahu wa ta'ala ana maksudi kuleta aya za funga kuanzia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah akateremka shahru ramadhani alladhi unzila fihi alquran hudan linnas faman shahida minkum ash-shahra falyasum, mpaka mwisho wa aya uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Katikati ya aya za funga na hukumu zake Allah akatuambia idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani. Waambie, watangazie, atakapokuwa ameniomba mwenye kuniomba mimi niko karibu. Idha sa'alaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi. Hakumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam sema kadha. Maswali mengi aliyowahi kuulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe na Mayahudi, iwe na Manasara, iwe na Waislamu, kila swali Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anamwambia Mtume Muhammad, qul kadha wa kadha wa kadha, wajibu hivi na hivi. Lakini kuhusu hili la mawasiliano, maongezi, maombi kati ya mja na Mola wake, Allah moja kwa moja hakumwambia Mtume ajibu idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi niko karibu. Hakutaka mtu wakati, mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'an, naitikia maombi ya muombaji atakapokuwa ameniomba. Wanawachuoni wanasema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa dua. Wewe kama Muislamu unayo maradhi, unao fakiri, unahangaishwa na ndoa haijakaa vizuri, unahangaishwa na mwanao hajatengamaa, unahangaishwa na biashara hazijawa vizuri, haujawa na kazi, haujawa na afya njema, mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu watatu dua zao ni zenye kuitikiwa. Mtu wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa anisaimi hatta yaftur, aliyefunga. Tena aliyefunga sio kuwa anapokuwa amefutari, ndani ya muda wako wafunga wote, kuanzia ile waktul imsak, utakapokuwa umestop kula na kunywa, kuanzia hapo wewe dua yako inakuwa ni makubulu inda Allah, ni yenye kupokelewa ndani ya kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mchana kutwa shughulika na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawachuoni wetu wanatuelekeza, wanatuambia hasa pia vile vile
tenga muda kabla ya kutia kitu kinywani. Ule muda wewe usishughulishwe na chochote. Nyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mueleze shida yako ndani ya Ramadhani yote, kuanzia Ramadhani mosi mpaka Ramadhani iishe. Wewe ukiwa unambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukuitikia lile unalomhitajia. Kila mwenye jambo anatakikana aliweke ndani ya Ramadhani, amuombe zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, na nakuhakikishia wewe dua yako itakuwa ni mwenye kuitikiwa. Ikiwa utamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani yote, bila shaka Ramadhani haibahatishi, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukuitikia. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini niseme haya niliyoyazungumza kwa leo. Allah atujalie kuwa ni yale ambayo yenye manufaa na sisi, na pia vile vile Allah atupe taufiki kuyafanyia kazi, na Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na aturuzuku kutupa taufiki ya kufanya matendo mema ndani ya mwezi wa Ramadhani, na Allah atutakabalie na atufishe katika wale ambao wamediriki Ramadhani zote usiku wenye cheo, na kuandikiwa katika wale ambao wamefanya matendo mema ndani ya miaka 1000 au miaka 83. Kwa haya kama nimepatia, basi ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nimekosea na nimeteleza, niko ubinadamu wangu na kwa shaitani, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfari kwa hilo. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.